Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa St. Dominic Savio Iringa watembelea Zanzibar ziara ya kimasomo. Zanzibar hakuna matata. Zanzibar hakuna matata. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam awataka wamiliki wa silaha isivyo halali kuzisalimisha haraka. Pengine kutokuwa na uelewa, kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo. Na katika michezo na burudani, ngao ya jamii kupigwa kesho Amani Complex Zanzibar. Dabi haina mwenyewe, dabi ni mechi kubwa, Yanga ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo na imani itakuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo timu itakokuwa imejiandaa vizuri katika uwanja wake wa mazoezi na imani inaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea siku ya leo, mimi ni Beldina Majenge, nitakuwa na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Wanafunzi 117 pamoja na walimu 7 kutoka shule ya St. Dominic Savio iliyopo mkoani Iringa wameendelea na ziara ya kielimu visiwani Zanzibar, ikiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa vitendo, kuongeza maarifa na ujuzi kupitia kutembelea maeneo mbalimbali yenye historia, utamaduni na umuhimu wa kimazingira. Akizungumza kuhusu ziara hiyo, mratibu wa shule hiyo Musa Mhuya amesema ziara hiyo inalenga kuwafanya wanafunzi wajifunze historia ya Zanzibar kwa kujionea wenyewe maeneo mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyasoma katika vitabu na masomo ya darasani. Kwa upande wake, mzazi wa mwanafunzi wa shule ya sekondari ya St. Dominic Savio, Shukuru Mpelele, amezipongeza juhudi ya shule hiyo kuwezesha wanafunzi kutembelea maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kujifunza na kuongeza uelewa nje ya mazingira ya darasa. Za kuelekea visiwani, visiwa vya jirani na nchi hii ya Zanzibar. Katika kisiwa hichi cha Zanzibar kikubwa kuna visiwa katikati hapo ambavyo huwa vina historia za aina mbalimbali. Moja, tunatembelea kisiwa kidogo cha Zanzibar pale kinaitwa Prison Island. Ni kisiwa cha gereza ambacho kina historia yake tofauti kubwa sana ya miaka mingi, kuanzia karne ya 16, 15, 17 na kuendelea. Kuna matukio mengi ambayo yalifanyika katika maeneo yale ya Prison Island. Watoto wataenda kujifunza historia na nini kilifanyika maeneo hayo, lakini pia watatembelea shughuli za kiuchumi ambazo zinafanyika hapa, hasa kwenye bandari ya Zanzibar hapa. Ni sawa na ile bandari ya Dar es Salaam zinafanana, lakini kwa sababu ni nchi yetu moja ambayo tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tukajifunza pia na upande wa Zanzibar wanafanyaje shughuli zao hasa katika masuala ya bandari na shughuli zote za kiuchumi zinazofanyika hapa. Lakini pia katika ratiba ya leo, wakitoka pale Prison Island wataunganisha na boti hizo wanatembelea tena kisiwa kidogo ambacho ni maarufu kwa watu kama bichi, kinaitwa Nakupenda Bichi. Ni sehemu ya pekee ambayo wanafunzi watabarizi upepo wa Zanzibar. Ni sehemu ya pekee wanafunzi ambao watapata fursa ya kuogelea kwa sababu kuna usalama wa hali ya juu. Ni sehemu pendwa kwenye maji tulivu ambapo wanafunzi wataenjoy maisha hapa ya Zanzibar kwa maeneo haya ya Nakupenda Bichi. Na baada ya kutoka hapo watakuwa na ratiba ya hapa Forodhani ambako watakutana na shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa Forodhani Zanzibar. Pamoja na shughuli zile watakutana na wale divers ambao wanahakikisha wanawakaribisha vizuri. Tuna vikundi mbalimbali vya vijana pale Zanzibar ambako ni maeneo ya Forodhani, wamejipanga barabara kwa wapokea wanafunzi baada ya kuwapokea watawaimbia nyimbo mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanawafanyia michezo mbalimbali ya kufanya diving kwenye maji na kuwapa welcome to Zanzibar kama St. Dominic Savio Schools na Kariero. Okay. Na shabaha hasa ya ziara hii ni nini hasa kwa wanafunzi? Moja ni wanafunzi waweze kufungua fursa wenyewe kwa kujifunza zaidi, kupata maarifa, ujuzi na stadi za shughuli mbalimbali. Haya mambo ambayo tumefika kuyaona huku mara nyingi tunayasoma kwenye vitabu kama hard copy yamekuwa printed, lakini kwa watoto hawa wanakuja kujifunza live, wanakuja kujifunza kwa kujionea wenyewe kwamba hii ni Forodhani au hii ni bandari. Sio wanaona picha kwa picha ya bandari imekaa hivi, wanaona bandari yenyewe
shughuli za bandari zilivyo. Hii ni boti au hii ni meli inatembeaje, meli ikiwa kwenye maji ikoje, au tushaipanda meli, wanajionea wenyewe live na kupanda vyombo husika vya usafiri. Na kwa uzuri Matukio Daima kwa mpango kazi wa safari hii umekuwa watoto wanapanda vyombo vyote vya usafiri. Watatumia mabasi, walianza pale Iringa tu Dodoma, wakapata Dodoma tu Dar es Salaam, wakatumia SGR, namaanisha Standard Gauge Railway, treni ya kisasa kabisa ya mwendo kasi inayotumia umeme. Wakatumia kama takriban masaa 2.5 kufika Dar es Salaam, na baada ya kufika Dar es Salaam tulichukuliwa na costa pale maalum ambazo tumezipanga zikatupakia mpaka fika feri. Na feri tukachukua boti Kilimanjaro Marine namba 9 ambayo ni latest boat, tukachukua ile kuelekea Zanzibar. Wamepanda boti hiyo, na mara baada ya kuingia huku pia tuna zile boti ndogo ndogo ambazo zinatumia kusafirisha watu 10, 20 mpaka 30, zinawapeleka kwenye visiwa vidogo vidogo, ndizo ambazo wanaenda kutumia kwa sasa. Lakini baada ya hapo kwa siku ya kesho kuna ratiba ya shughuli za hapa za kujifunza zinazoendelea sehemu nyinginezo, na majira ya jioni tutaanza kujisogeza pale. Kuna kundi la baadhi ya wanafunzi wataanza kutumia ndege zetu za ATCL. Ni kampuni yetu ya kisasa, ni kampuni yetu ya serikali ambayo tutaenda kuipanda kutoka huko Zanzibar kuelekea Dar es Salaam kwa kutumia usafiri wa ndege. Hivyo vyombo vyote vya usafiri tunakuwa tumefanya watoto hawa wamepanda. Kama mtoto hajaipanda Costa basi amepanda, kama hajapanda SGR amepanda, kama hajapanda boti amepanda, kama hajapanda hizo boti ndogo ndogo, wote tunahakisha wamepanda vyombo hivi, na mwisho watapanda ndege kufika pale Dar es Salaam. Baada ya ndege tena watarejea na SGR mpaka Dodoma, and from Dodoma pale ndio wataanza kujiondoa kuelekea Iringa siku ya Ijumaa. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wamiliki wa silaha kuhakikisha wanakamilisha vibali na taratibu zote za kisheria za umiliki wa silaha zao kabla ya Agosti 30 mwaka huu, akitangaza kuanza kwa operesheni maalum ya ukaguzi wa silaha baada ya muda huo. Chalamila amesema hayo leo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa wamiliki wa silaha ambao kwa kusahau au kutokuwa na uelewa wameendelea kumiliki silaha bila kulipia vibali vinavyohitajika wanapaswa kufika katika mamlaka husika haraka ili kukamilisha malipo na kuhakiki umiliki wa silaha zao. Sambamba na hili, yafuatayo ni maagizo kwa Watanzania wa Dar es Salaam wote. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa, kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa, kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operesheni maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa wakimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa yali yao,
basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali itakuwa chini yao. Katika hatua nyingine, Chalamila amesema serikali itaendesha operation maalum kuanzia Agosti 17 mwaka huu kwa lengo la kuhakikisha wafanyabiashara wageni wanafuata sheria na taratibu za kufanya biashara nchini, ikiwemo kuhakikisha wanajikita zaidi kuwekeza na kuachia wazawa shughuli za uchuuzi wa bidhaa. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi, ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Mwenyekiti wa kijiji cha Kibao wilayani Mufindi David Luvanda ameliomba shirika la umeme Tanzania TANESCO kuendelea kuboresha miundombinu ya umeme katika kijiji hicho, ikiwemo kuongeza uwezo wa transformer na kufanya matengenezo ya mara kwa mara ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya umeme kwa uhakika na kusaidia shughuli za maendeleo. Luvanda ametoa ombi hilo wakati akizungumza na Matukio Daima katika mahojiano na kueleza kuwa wakazi wa kijiji hicho wameendelea kunufaika na miundombinu ya umeme ikiwemo matumizi ya transformer na njia za kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali ya kijiji hicho. Yaani kwa TANESCO kama ushauri kwamba labda wao waone miundombinu kibao huku ambako sisi tunafurahia wameiboreshaje ili na maeneo mengine ambayo yana changamoto ambayo yanaendelea kupata changamoto za umeme waije hivyo, kwa sababu wao ndio wataalamu na wameona namna gani kwa nini wameboresha huko. Kwa hiyo nafikiri hiyo inawezekanika, wakaenda kuboresha sehemu na sehemu, kuenda kuboresha ili changamoto ifanye nini iweze kutoka kuepukana na sehemu zingine, ijapokuwa wao kwa maelezo yao tulikuwa na kao ilikuwa TANESCO kwamba sehemu zingine changamoto zinakuwa kwa sababu ya vipozeo vya umeme ni vichache, alafu na wizi wa miundombinu umekuwa mwingi baadhi ya sehemu, kwamba wanaiba vitu kwa mfano kwenye transformer wanapoiba ile ndio changamoto umeme unabaki umekatia katika baadhi ya sehemu. Ambazo line ya transformer imefanya nini imepita, ndio changamoto iko hiyo. Okay. Sasa labda na nyie sasa kama kijiji mnatunzaje miundombinu ya umeme? Miundombinu ya umeme sisi kwanza tumejipanga vizuri. Tumetengeneza ushirikiano na wananchi vizuri kwamba kila mtu akiona amesogea sehemu labda za transformer ambazo zinaathirika au kwenye sehemu za jirani na waya wa umeme, kama mtu amesogea, mtu ambaye hajulikani kama hana kitambulisho, sababu watu wa TANESCO wanatakiwa kuvaa mavazi yao yanayoonyesha kwamba ni watumishi wa TANESCO. Wakiona mtu ana namna watupe taarifa sisi viongozi, mara moja sisi tunatoa taarifa kwa viongozi wetu, muende mkaangalie. Kwa mfano hao kila sehemu nakuta wameenda wanaweka uongozi kila kijiji, tunawapigia tu mara moja, wanakimbilia wanaenda kuangalia kweli huyo mtu anashughulika nini. Basi kwa siku kama ni mtu alikuwa mhalifu anakimbia au wanaweza akaondoka. Hilo ni mara nyingi imetokea, ndio maana usalama kidogo tofauti na kampuni nyingine na sisi Tanzania. Hizi tumejipanga vizuri, ushirikiano, na nafikiri usalama upo mkubwa sana. Shukrani sana kwa taarifa hiyo kutoka wilayani Mufindi. Na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kuzifungia, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Judith Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao la halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtande lililogharimu takriban shilingi milioni 921. Taasisi ambazo zipo kwenye wilaya
ambazo zinadhibiti au kuwezesha biashara lazima ziende sambamba na maono ya Mheshimiwa Rais. Yaani umekuta kiwanda labda hakina mifumo mizuri, usikifungie, kisaidie kiweze kurudi kwenye lamani. Ndio tulichokubaliana jamani, sio hivyo? Ukikuta mtu hana leseni ya biashara, marufuku kumfungia biashara, msaidie apate leseni ya biashara. Sisi kupitia BRELA tunafanya vizuri sana, na mimi na uhakika Profesa Shemdoe pia anawaelekeza watendaji vizuri sana kwenye sekta yake, na ndio maana tunachofanya leo ni kukumbushana tu kwamba zama za kufungia wananchi biashara zimeshapitwa na wakati. Mheshimiwa Rais ameshatoa maono yake jamani. Ukikuta hana leseni, msaidie kupata leseni. Vikundi vyetu vya halmashauri wengi wanafanya uongezaji thamani, wanafunga viungo. Nilishawaambia TBS, ukimkuta bidhaa yake haina, pima mpe TBS, usimtoe sokoni, sio hivyo? Kwa sababu ule mtaji ameutafuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo sisi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, lazima ulinde mitaji ya wananchi kwa kuwa wawezeshaji na kuepuka kuwa wadhibiti. Hata ukikuta hicho kiwanda kina matatizo makubwa, kipe muda kirekebishe. Sawa jamani. Labda kama ni hatari sasa kwa maisha, kama ni extreme case. Lakini ukikuta kuna mfumo huo hujakaa vizuri, mpe siku 7 arekebishe, mpe siku 14 arekebishe. Unampa reminder, asiporekebisha mara 2 mara 3 ndio chukua hatua zingine. Sio umefika tu wewe funga. Wewe unajua mtaji alipataje? Unanielewa Kwa hiyo ni lazima tujenge mazingira ya kuwezesha wananchi wetu na kulinda mitaji yao. Na wakati serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu ikiendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wasio na uwezo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa Angel Magesa amesifu mkakati huo, huku akiomba ada ya shilingi 30,000 kwa mwombaji kuondolewa. Akizungumza katika kipindi cha Tanzania Leo kinachorushwa na Matukio Daima Media, Magesa amesema kuwa mikopo hiyo itarejeshwa, hivyo ni vyema kusiwe na ada kwa mwombaji. Kimsingi bodi ya mkopo kwa nafasi moja ama nyingine tunaweza kusema hawana changamoto kiasi hicho ambazo zinaweza zikafanya baadhi ya wanafunzi waliohitimu kidato cha 6 au wanafunzi ambao tayari wameshajiunga na elimu ya chuo cha kati kupata mkopo. Lakini changamoto kubwa kwa upande mwingine huwa inatokea kwa baadhi ya wanafunzi ambao wanahitaji kuomba mkopo kutokana na ile hali ya uchumi. Mtu anaweza akakosa pesa ya kuweza kuombea mkopo. Hiyo yani huwa inakuwa ni changamoto kubwa sana ambayo inawakumba vijana wengi ambao wanataka kujiunga na elimu ya chuo kikuu kupitia kuomba hivyo mkopo katika bodi ya mkopo ya Tanzania. So nadhani hiyo ndo changamoto kubwa zaidi ambayo. Kwa hiyo changamoto haipo kwenye bodi ya mikopo. Sahihi kabisa. Changamoto ipo kwa hao ambao wanatakiwa kupewa mikopo. Ndio, yani ambaye anastahili kupewa mkopo ndo anakuwa na changamoto zake. Zaidi hivyo huwa changamoto kubwa ni changamoto ya kiuchumi. Changamoto nyingine ndio hivyo taarifa. Kimsingi Agnes, tukisema changamoto za kiuchumi kwa sababu anayetakiwa kupewa mkopo huu ni yule mwenye changamoto za kiuchumi. Sasa changamoto ya kiuchumi hapa inaingia vipi kwa huyu ambaye, kwa sababu mikopo hii imemlenga wale ambao wanatoka familia zisizo na uchumi mzuri. Yaani changamoto yake inakuja wapi? Kabla hujapata hiyo, sijui niseme nini, kabla hujapata hiyo fursa ya kuingiziwa huo mkopo, lazima process unazozipitia kupata mkopo utumie fedha. Kwa hiyo kimsingi hiyo inakuwa ni changamoto. Fedha inatumika wapi sasa? Fedha inatumika katika kuomba. Maana yake lazima utaenda stationery. Unapofanya application lazima ulipe stationery uweze kulipa, upeleke cheti lita, utumie control number uweze kulipa. Sahihi. Hiyo ndio inayokuwa changamoto zaidi. Msingi nadhani serikali kupitia hiyo bodi ya mkopo wangeweza kuweka mipango mikakati ambayo itaweza kubeba wale ambao wana uhitaji zaidi na wale ambao wanalihitaji tu. Unajua kuna uhitaji zaidi na uhitaji. Sasa serikali ingetoa kipaumbele zaidi kwa wale ambao wanaonekana zaidi wana uhitaji, kwa mfano hawa ambao ni walemavu, wasiokuwa na wazazi. Lakini kwa hawa ambao wanahitaji tu gumu kama
wangepewa tu na kwa sababu atalipa apewe tu, kama pesa ipo wapewe kama yani tuseme kwa nafasi ya nyongeza, kwa sababu atapata nafasi ya kuja kulipa hiyo baadaye watakapoanza kukatwa ile si unaelewa ule mfumo. Kwa nadhani iwe tu kukopa harusi kulipa. Taarifa hiyo ambao inatupeleka katika viwanja vya michezo na burudani, ambapo kocha wa Simba Sports Club Steve Barker amesema maandalizi ya mechi ya ngao ya jamii dhidi ya Yanga Sports Club yanaendelea vizuri na timu yake iko tayari kutafuta taji la mapema kuelekea msimu huo. Barker amesema wanafahamu ubora wa Yanga, hivyo maandalizi yamejikita katika maeneo ya kiufundi, kimwili na kisaikolojia ili kuwa tayari kwa ushindani wa mchezo huo. We very well prepared, very determined to start the season on a positive note. It's an early opportunity and a trophy on offer that we have a big desire to win. Simba Sports Club is a club that challenges to win trophies, and tomorrow provides us an opportunity to once again challenge and win. Yeah, I know. Look, obviously, I know Coach Mankoba very well. We've had many occasions where we've played against each other. So, you know, he's a well-schooled, well-educated, successful coach from South Africa. So it does bring a nice element of, you know, the derby is already a big match between two big Tanzanian giants of football. So to have the element of two South Africans coming up against one another, I think just adds more spice to the match. Yeah, I do believe Coach Mankopa and his coaching staff are under some immense pressure in terms of the amount of resources that were spent in this window to achieve success. So yeah, I'm looking forward to not only the battle tomorrow, but for the rest of the season. We know each other well, so it'll be interesting to see how tomorrow goes. But as I said, we're really well prepared, ready for anything that is thrown at us during the match. We're ready to go to battle. We're ready to fight for what we want to achieve, and that is to win the trophy. So yeah. Kwa upande wake mchezaji wa timu hiyo Nixon Kibabage amesema mchezo huo wa kesho ni mgumu na ni muhimu kwa kikosi chao, hivyo wamejiandaa vizuri kwa ajili ya kuibuka na ushindi. Mchezo mgumu na ni mchezo pia muhimu kwetu sisi. Tunahitaji matokeo. Kwa hiyo na imani timu itakuwa imejiandaa vizuri, naweza kupata matokeo. Mikakati ni kufuata maelekezo ya mwalimu ambao ametuelekeza kwenda kuyafanyia kazi katika mchezo wa kesho kuhakikisha tunaweza kushinda. Dabi haina mwenyewe. Dabi ni mechi kubwa. Yanga ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo na imani itakuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo timu itakokuwa imejiandaa vizuri katika uwanja wake wa mazoezi na imani inaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Naye beki wa kushoto wa klabu ya Yanga Mohamed Hussein ameweka wazi kiu na hamu ya kikosi hicho kuanza msimu mpya kwa kutoa taji ngao ya jamii watakapokutana na watani wao wa jadi Simba Sports Club kesho katika uwanja wa Amani Complex huko Zanzibar. Tupate taarifa zaidi. Maandalizi yamefanyika vizuri na sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya kuanza msimu, na ukizingatia kwamba ngao ya jamii ni sisi ambao tunaishikilia. Kwa hiyo huu ni msimu mpya na tupo tayari kwa ajili ya kutetea ngao yetu. Mchezo muhimu lakini pia ni mchezo mkubwa, sababu inazikutanisha timu mbili kubwa. Kwa hiyo hautakuwa mchezo rahisi. Lakini kwa upande wetu sisi wachezaji tunatambua hilo, na moja ya majukumu ambayo wametupatia viongozi wetu ni kuhakikisha kwamba mchezo kesho tunafanya vizuri na tunaweza kutoa ngao ya jamii. Kwa hiyo niseme tu pre-season imeisha, sasa tunaingia kwenye mechi rasmi ambazo ni za kimashindano. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba msimu huu tunafanya vizuri kwenye kila mechi. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo ya ngao ya jamii ambayo inatuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa St. Dominic Savio Ilinga watembelea Zanzibar ziara ya kimasomo. Zanzibar hakuna matata. Zanzibar hakuna matata. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam awataka wamiliki wa silaha isivyo halali
kuzisalimisha haraka. Pengine kutokuwa na uelewa, kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo. Na katika michezo na burudani, ngao ya jamii kupigwa kesho Amani Complex Zanzibar. Dabi haina mwenyewe. Dabi ni mechi kubwa, Yanga ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo na imani itakuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo timu itakokuwa imejiandaa vizuri katika uwanja wake wa mazoezi, na imani inaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu habari mpaka sasa tamati. Ulikuwa na mimi Emmanuel Manunga na mwenzangu mimi ni Beldina Majinge. Tukusi tuendelee kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.